sio mwanasiasa, lakini siasa ulivyolala ukaamka inaweza ikawa sio. Hapa naweza kujihakikishia kwa 100% ninaenda narudi. Lakini ulikuwa nao, kwa sababu Asher, hata ukiwa baba usifikiri kutoa pesa ndio umekuwa kamilisha malezi, umekuwa baba bora. Usifikiri unapoacha pesa pale au kumpa mama fedha ya kuendesha familia ndio umeendesha familia. Hapana, usiendeshe familia chaos kwa kutoa pesa mtu akafanya. Miaka ya nyuma kuna wabunge walikuwa wana moja. Kuna mbunge mmoja miaka ya nyuma, lakini alikuwa yani yeye haendi jimboni, anakaa tu Dar es Salaam, na wakati huo walikuwa wanatoka Dar es Salaam ndio wanakuja bungeni hapa Dodoma. Yeye akawa anampa katibu wake apeleke mahitaji kule kwenye jimbo lake. Kumbe katibu alhamdulillah yake anasema anapeleka mimi, anafanya mikutano yake ya chini kwa chini kwa wananchi. Siku ya kuchukua fomu katibu akachukua fomu na mbunge akachukua fomu. Tumeenda kwenye sanduku la kura, mkatibu akashinda na akaja hapa bungeni. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo hapa kwa lugha sasa ya vijana wanasema kikamlamba huyo alikuwa mbunge. Manake ndio manake. Kwa hiyo hapa kuna sura za furaha kutokana na kile walichokifanya katika majimbo yao. Kuna sura za furaha kwa jinsi walivyoshirikiana na wananchi wao katika kuibua miradi, na kuna sura zile zilizobaki mjini sasa zinaenda kutoa hesabu. Lakini wataambiwa ulikuwa wapi? Kuna wengine tunasikia wanapeleka wanaambiwa rudisha, hatuhitaji kwa sababu hatukukuona miaka yote. Msingi wa swali langu Victoria Patrick, hilo la kichokozi linatokana na kilichojiri mwaka 2020, si ndivyo? Baada ya uchaguzi mkuu, inaelezwa kwamba kama si 40% ya wabunge waliokuwepo kwenye bunge la 11 ndio walirudi. Pengine kama takwimu zipo karibu, nakumbuka hivyo, na wanaotajwa kwamba walikuwa ni wapya ni kama 60%, na ndio maana kulikuwa na wabunge vijana wengi sana kwenye bunge hili la 12. Na mchaka huo, na matarajio yangu kwa sababu kila wananchi, yani tuseme kila jimbo limeguswa na mkono wa serikali katika miundombinu na maendeleo kwa tuseme tunakoelekea Tanzania inaweza ikawa kama nchi zile ambazo zenye uchumi mkubwa zaidi. Yani kutokana na jinsi uchumi wetu unavyokuwa na jinsi maendeleo yanayofanyika katika majimbo, itakuja kufika mahali Asher, mbunge anaweza kadumu katika kipindi kimoja tu, kwa sababu serikali imeshapeleka kila kitu. Kwa hiyo akienda pale, yani sasa watasema tutaendelea kukuweka udumu kwa zaidi ya miaka 15 ukifanya nini, kama serikali imeshaleta kila kitu ambacho wananchi wanataka. Wananchi watakuwa wanataka tu mabadiliko ya mtu, manake kila kitu kimeshaletwa. Kwa mfano ukienda Ujerumani utasema unapeleka miundombinu ya maji au miundombinu ya barabara, watu watakuwa wanakushangaa. Kwa nchi zilizoendelea, si ndio? Ndiko tunakoelekea Tanzania. Hakika. Na sasa tumpitishe mtazamaji kwenye kile ambacho nikisema hapo awali, kwenye pengine tutakuwa tunafanya kama tathmini, si tathmini hasa ya ni kuangalia pale ambapo Rais Samia Suluhu Hassan alipotokea, hasa kwenye eneo la kuzungumza na wabunge, lakini zaidi kuzungumza na taifa la Tanzania kupitia bunge hili la Jamhuri